Mtoto akaniambia, bwana, mimi nakuona wewe Mwarabu mzembe mzembe, naona nitapoteza muda wangu, nitajichosha, nitatoka kwetu nitakuja mpaka ulipo, alafu sidhani kama unaweza kuhimili huu mzigo kwa sababu umekaa sana kizembe. Nikasema we mtoto ameamua kumtukana mamba kabla hajavuka mto. Nikasema so kesi, mimi nikawa mnyonge, nikamwambia basi poa, utakapojisikia kuonana na mimi utaniambia. Bwana, siku moja sina hili wala lile, majira saa 9 usiku ile mtoto akanipigia simu, mimi nimelala Mnyamwezi. Bwana vipi? Anambia bwana, papi uko wapi? Nikamwambia mimi nipo ghetto, unasemaje? Akanambia nataka nikuone. Mbona ghafla hivi, are you okay? Akanambia mimi niko sawa, kwa sababu mimi napenda sana kujali kwanza usalama wa mtoto wa kike. Kwa mtoto wa kike yote ambaye ananipigia simu usiku kwangu anakuwa anapewa nafasi kubwa sana. Big up sana kwenu kina dada aga. So yule mtoto bwana akaniita. Kuniita nikasema huyu leo ameamua kunitunuku au amekuja kunichora. Kweli bwana, ndugu yenu, siku ile ilikuwa ni siku yangu. Nikapewa mzigo. Kupewa mzigo, piga sana show. Piga sana. Piga sana. Sasa katikati nikashangaa mtoto kanistopisha, stop. Nikamuuliza, vipi mama, unaumia? Na kuumiza? Akaniambia hapana, naomba pochi yangu. Basi Mnyamwezi nikainuka pale, vyombo vinacheza tinti, nikachukua pochi, kampelekea bebe. Vipi kwani? Nikajua labda nataka toe dawa za maumivu, painkillers nini. Bebe kachomoa dola, rafiki yangu ikaanza kunitunza. Mwarabu unajua? Kasema